Ndugu waandishi wa habari, nashukuru sana kwa kuitikia mwito wetu kama ambavyo imekuwa ni jadi yenu kufanya hivyo. Mimi ni Brenda Rupia, ni mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi Chadema. Na leo nataka nizungumze mambo kadha wa kadha ambayo yamekuwa yakiendelea nchini mwetu siku za hivi karibuni, wiki mbili, wiki tatu. Pamoja na mambo hayo, ni jambo ambalo linasikitisha sana ambalo limetokea mkoani Arusha kwa mfanyabiashara wa madini Abdullahi Musa maarufu kama Banjo, mkazi wa Sanuari jijini Arusha, ambaye baada ya kupotea katika mazingira yasiyoeleweka ya kutatanisha, mwili wake umepatikana katika eneo la Bereko Kondoa mkoani Dodoma, ukiwa umefanyiwa ukatili mkubwa mno. Kwa mujibu wa taarifa za familia, aliondoka nyumbani tarehe 12 Februari, siku mbili kabla ya Valentine, akieleza anaenda kufanya mazoezi katika jengo la Ngorongoro jijini Arusha kabla ya kudaiwa kuchukuliwa na watu wasiojulikana. Baada za juhudi za kumtafuta bila mafanikio, imekuja kusemekana kwamba alichukuliwa na watu wasiojulikana. Sasa hawa watu wamemfanyia mambo mabaya sana, na katika mambo ambayo yanazungumzwa kuwa amefanyiwa ni pamoja na kutolewa macho, lakini kupewa majeraha makubwa sana ya mwili, hali inayozua maswali mengi na mazito kuhusu usalama wa maisha ya wananchi wa Tanzania. Ndugu wa Tanzania, sisi kama Chadema hatutaacha kulaani vikali mambo ya kikatili ambayo yanaendelea, na tunatoa matamko haya sio kwa sababu ya tukio hili peke yake, bali ni sababu linaingia katika mlolongo wa matukio mengi ambayo yanafanana, ambayo yameacha maumivu makubwa kwa familia nyingi za Watanzania bila majibu ya kuridhisha hadi leo. Mpaka sasa taifa bado halijapatiwa majibu ya kina kuhusu hatima ya baadhi ya wananchi waliopotea na kuuawa, waliotekwa kwa mazingira ya kutatanisha, wakiwemo Ben Saanane, akiwemo Ali Kibao, akiwemo Deusdedith Soka na wenzake, akiwemo Dionisi Kipanya, akiwemo Humphrey Polepole na wengine wengi. Katika muktadha huo ndipo sasa tunashuhudia matukio kama haya ya Abdullahi Musa. Kwa misingi hiyo, sisi kama Chadema tunatoa wito mzito kwa jeshi la polisi. Tunachotaka sasa, tunataka jeshi la polisi watoe maelezo ya kina kuhusu mazingira ya kutoweka kwa Abdullahi Musa hadi kupatikana kwa mwili wake. Lakini la pili, tunataka watueleze hatua wanazozichukua tangu taarifa za kupotea zilipotolewa. La tatu, tunataka watoe taarifa ya maendeleo ya uchunguzi kuhusu matukio ya awali ya watu kupotea au kuuawa katika mazingira ya kutatanisha ambayo bado hayajapatiwa majibu ya wazi, kuthibitisha hatua mahususi zinazochukuliwa kuzuia matukio ya aina ya kujirudia kama haya. Sisi kama Chadema tunasisitiza kwamba maisha ya kila Mtanzania ni ya thamani. Kila Mtanzania mmoja anapofariki, anapouawa, anapotekwa, basi jeshi la polisi linatakiwa kutoa way forward, linatakiwa liwajibike kwenye swala hili, kila Mtanzania mmoja. Lakini pia tunataka kila tukio la kupotea au kuuawa linapaswa kuwa na majibu kwa vyombo vya dola. Vyombo vya dola muwajibike.